Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Na kwa kampuni ya Jeruti, ili kusema kweli nimesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo pata Simba. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Hata matatizo mengi yametokea kwa katikati, ni aibu. Kuna sio haya ya juzi ya kabla ya hapa ya watu kuhama viwanja na kusimangana na vitu vya namna hiyo. Unaona hayo yasingetokea kama klabu hizi kubwa zingekuwa na viwanja vyake. Hili ni jambo linatia simanzi. Naamini kama kweli mnaupenda mpira wa miguu, kama kweli mnaipenda klabu yetu, hili ni jambo ambalo sasa hivi linatakiwa litoke kwenye makaratasi na liende likawekwe pale kwa vitendo. Tuone matokeo, tuone jinsi zikitengenezwa na klabu ya Simba iwe ina uwezo wa kucheza mechi zake angalau hizi za ligi kwenye uwanja wake. Ule uwanja wa PMC una watu 4,600 8,000. Kwa hiyo tukiwa na watu 12, mechi zote zinaweza kuchezwa pale za ndani. Na hizi mechi sasa tunazoenda kucheza na Masri, Stellenbosch, uwanja wa serikali huko pale, na tutaweza kutumia, hakuna mtu yote atakaye kuzuia, lakini tupunguzie matumizi na hata uwanja wetu kuharibika kila wakati, ni kwa sababu shughuli zote tunataka kuzifanya hapo hapo. Kwa hivyo tukiweza kupunguzia mzigo wa matumizi kwa sisi kutengeneza viwanja vya timu hizi zetu kubwa, angalau kuwa zinafanya shughuli zake za michezo kule, itafanya tuwe na miundombinu bora ya michezo ambayo tunaitunza kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hivyo nitumie fursa hii kufuatia hayo niliyosema hapa nyuma, kuipongeza klabu ya Simba kwa kuendesha mchakato huu wa zabuni kisomi na kisasa namna hii. Jinsi ambavyo Mtamumba alikuwa anasema hapa, uwazi uliotembea mpaka mzabuni akapatikana, jinsi ambavyo haki ilitendeka na kuhakikisha ya kwamba tunapata mzabuni ambaye anakwenda kuleta manufaa kwa ajili ya klabu yetu na mpira wa nchi hii, ni jambo la kutia moyo sana. Na naamini yote ambayo mlikuwa mmeyakusudia katika utaratibu mzima na mpaka mnampata mkandarasi huyu, mzabuni huyu, naamini atakwenda kutimia, na yale ambayo yalikuwa mioyoni mwenu, ndoto ambazo zilikuwa vichwani vyenu, kwenye vichwa vyenu, mtaziona zikitekelezeka. Mchakato huu unakwenda kuweka historia sio tu kwa klabu yetu, lakini unakwenda kuset benchmark katika uendeshaji wa vilabu vya mpira kisasa hapa nchini. Hongereni sana. Nipongeze klabu na mwekezaji mpya kwa kuongeza thamani ya uwekezaji mpaka kwenye miundombinu ya kimkakati kama ambavyo nimetangulia kusema. Historia ya klabu hii na hasa ujenzi wa kiwanja cha timu na kuwa na ofisi za kisasa zaidi, studio ya kisasa ya uzalishaji wa habari, jengo la matibabu, basi la Iriza la mwaka 2025, lakini itosha kusema ni uwekezaji wa kimkakati uliokuja kwa muda sahihi. Swala hata rafiki yangu Ahmed anaenda kupata ofisi yake sio swala la kuifikiria kwa wepesi. Makofi kwa kampuni ya Jeruti. Serikali kama wadau wakubwa wa soka tumefurahia mafanikio yenu na tutaendelea kuwa walezi kwa vilabu vya soka ili kuhakikisha uwekezaji wowote unazingatia thamani ya vilabu vyetu na mchango wake katika soka la Tanzania, Afrika Mashariki, Kati na Afrika kwa ujumla. Ndugu zangu, haya ndio nilipanga kuyasema siku ya leo, lakini huu ni wakati mzuri. Wakati mzuri, klabu ya Simba imefika hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho, na mtaumwa nikitoka hapa bila kusema lolote. Kwanza hongereni sana, mmetuheshimisha kwa kweli. Ni kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema jana, slogan imehama
kutoka hii tunavuka, na sasa slogan ni hatuishii hapa. Naamini uwezo wa timu ni mkubwa, lakini maarifa ya uongozi ambayo mnayo ya kuhakikisha tunashinda mechi ya finali na uchezo ya nusu finali na uchezwa semeni Mungu asikie. Mechi ya nusu finali na uchezwa Zanzibar ya kwanza tarehe 20 na ile itakayokwenda kuchezwa South Africa tarehe 27, tunavuka na tunaingia finali na hatimaye kuchukua kombe hili. Naamini mnafahamu uzito wa jambo lililoko mikononi kwenu. Hili ni jambo la kitaifa, hili ni jambo la nchi. Lazima muhakikishe kwamba yote ambayo yako kwenye uwezo wa kibinadamu yanaweza kufanyika ili Simba iingie fainali na ichukue ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika yanafanyika. Na sisi kama serikali, kama ambavyo tumekuwa tukiwaunga mkono kwenye nyakati zote ambazo tunaiwakilisha nchi, kwenye nyakati zote ambazo mna mahitaji ya moja kwa moja, hatutawaacha hata kwenye hili. Na niwahakikishie mtaungwa mkono kwa kiwango cha juu kabisa kuhakikisha akili zenu, maarifa na uwezo wenu wote unabaki kwenye kuhakikisha mnashinda mechi hizi. Nawatie moyo. Sisi tumeangalia mpira na tumeona na tumekuwa tukifuatilia mpaka hizi timu ambazo zimeingia nusu finali na kombe la shirikisho. Hili kombe linachukulika kusema kweli. Hili jambo linaongeleka. Ama sio jamani? Kwa hiyo mimi watie moyo na niwatakie kila laheri. Tuko nyuma yenu na tutaandamana kwenye safari nyingi kati ya hizi zilizobaki kuhakikisha mnapata joto la serikali na kuhakikisha mnashinda ubingwa huu wa shirikisho la soka barani Afrika. Asanteni sana, Mungu awabariki. Simba hatuishii. Mkurugenzi wa J-Root, kamata cheki yako na utukabidhi Simba Sports Club. Someni vizuri tarakimu hizo. Ni bilioni 38 nukta nyingi. Picha zimetosha, uendelee kusimama. Tunashukuru sana. Asante. Hehehe